Jeshi la polisi Tanzania wamejipata katika kashfa kubwa baada ya akaunti yao ya X kutumika kutangaza kifo cha rais. Pamoja na kwamba jeshi hilo la polisi walikimbia haraka kwa umma kututangazia kwamba ulikuwa ni udukuzi, lakini hawakusema ni udukuzi kutoka servers za nchi gani na ilitokea wakati gani. Baada ya kashfa hiyo, Watanzania wengi uzalendo uliwashinda na wengi walikuwa wanafurahia wakisema, ona sasa, wale tuliodhani ni wababe wa kupiga watu marungu na tunaodhani ndio wakubwa hata kuliko wanajeshi wa Tanzania, leo yamewakuta. Akaunti ya wababe wa virungu ya X imetumika kutangaza kifo cha rais, habari potovu na habari ya uongo. Sasa tuone sasa hatua gani zitachukuliwa dhidi ya jeshi la polisi. Na je, Wizara ya Habari na Mawasiliano inayoongozwa na Waziri Silaa itachukuliwa hatua gani nayo? Maana wasiishie tu kutuambia ni udukuzi, watuambie ni udukuzi kutoka servers za nchi gani na ni hatua gani wamechukua kuhakikisha kwamba udukuzi wa namna hiyo, kama kweli ni udukuzi, gani wamezichukua kuhakikisha kwamba kashfa kama hiyo haitatokea tena katika nchi ya Tanzania. Katika nchi ya Tanzania, serikali imekuwa ikiwatumia polisi sana kiasi cha kuwaaminisha wananchi kwamba jeshi la polisi ndio wababe kuliko hata wanajeshi, wakati ukweli wa mambo ni kwamba wanajeshi wa JWTZ hao ndio wakali kuliko polisi. Lakini kwa sababu serikali imekuwa ikiwatumia sana polisi, wananchi huwa wanaamini polisi ndio mambo yote, kama vile ambavyo watoto waamini baba yao ndio mambo yote. Kwa hiyo tusidanganyane. Watanzania, pamoja na uzalendo wetu, tunapenda nchi yetu, tunapenda polisi wetu, lakini kwa hili la wao kudukuliwa, akaunti yao ya X kudukuliwa na tangazo likawekwa pale, kwa kweli Watanzania uzalendo umetushinda. Tunafurahia, tunasema wale wababe wanaopiga watu virungu imekuwaje leo, tuone wakiwajibishwa. Kwa hiyo Mama Samia Suluhu Hassan, ambaye umekuwa ukitumia polisi kuwapiga wananchi wa Tanzania rungu ili kuwaogopesha, sasa rungu hilo lielekeze polisi wawajibishe, maana akaunti yao sasa ndio imetangaza kifo chako na wakati ni habari gushi. Mimi mtumishi wa Mungu Faustin Munishi, siku chache baada ya Tundu Lissu kukamatwa na kufunguliwa kesi ya uhaini, nilitoa ushauri kwa serikali ya Tanzania kwamba hawakunisikiliza, ni sawa tu. Nilisema hivi, kuna haja gani ya kumpandisha chati Tundu Lissu kwa kumkamata? Kwa nini Mama Samia asingeendelea na sera zake zile zile za kuwaruhusu wapinzani wafanye kampeni zao na polisi wawasindikize wakiwalinda na kuhakikisha kwamba mikutano hiyo haitumiki kuharibu usalama wa nchi yetu, na wapinzani waseme wanachokisema, na baada ya mwisho wa siku waende wakalale, kesho asubuhi warudi tena, wakitaka kwenda mahali wapewe fursa ya kusema wanachokisema na baadaye wakalale. Tusingefika huku tulikofika. Je, serikali walisikia ushauri wangu? Hapana. Waliendelea kumshikilia Tundu Lissu. Na baada ya kuendelea kumshikilia, ndio mambo haya sasa yanayotokea. Sasa hivi Tanzania, sasa serikali imejipata ikitengeneza mahusiano ya kidiplomasia na nchi ya Kenya, na sio Kenya tu,
na nchi nyingi duniani ambazo sasa zimeanza kuliona tatizo la ndani la Tanzania limeanza kuwa ni tatizo la kimataifa. Na hivi tunavyoendelea sijui mambo yatakuwaje. Lakini kurekebisha hali hiyo, serikali bado inaweza ikarekebisha. Wamwachie Tundu Lissu, siasa ziendelee kama kawaida, kampeni za uchaguzi zianze, wagombea waruhusiwe kuja kwa wananchi kutueleza sera zao, na Mama Samia Suluhu Hassan, raia wa Zanzibar, atueleze sera zake, atuambie kwa nini anataka achaguliwe kuwa rais wa Tanganyika wakati yeye ni raia wa Zanzibar.